ni kina nani? Watumwa ni watu ambao wanatumikishwa na shetani, wapendao maisha ya dhambi, wapendao maisha ya uchawi, wapendao maisha ya uganga. Hawakutakiwa kuwa na nguvu, kinyume cha watu wa Mungu. Lakini watu wa Mungu wasipojua nafasi ambao Mungu amewapa, ndipo saa unaanza kuona waganga wanakuwa na nguvu kuliko watu wa Mungu. Wachawi wanakuwa na nguvu kuliko kanisa. Ni kwa sababu watu wa Mungu wameshindwa kuielewa nafasi yao. Lakini pale mtu atakapoijua nafasi yake na kukaa katika hiyo, amevuka kutoka mautini na kuingia uzimani. Sema nimevuka kutoka mautini na nimeingia uzimani kwa jina la Yesu. Sasa unaona Biblia inasema watumwa wanatutawala na hakuna kutuokoa na mikono yao. Sasa ni nini? Usipojua nafasi yako, wewe ndiye ulitakiwa kumuongoza mtumwa, mtumwa anaanza kukutawala. Kuna watu kabisa kwa kuto kuijua nafasi yao, wameolewa au wameoa, mtu amemweka mfanyakazi ndani. Unaona mfanyakazi anamchukulia mume wake, ama houseboy anamchukulia mke wake. Kwa sababu gani? Huyu mtu hajasimama kwenye nafasi yake. Usiposimama kwenye nafasi yako, kile kilicho chako kinatawaliwa na watumwa. Kumbe kukaa kwenye nafasi ni kujua we ni nani, umeumbwa ufanye nini, na Mungu ana uwezo gani kwenye maisha yako. Lakini kuna watu wengine kwa kuto kuijua nafasi walionayo, wanaanza kufanya mambo ambayo hawakutakiwa kuyafanya. Baadaye hayo mambo yanawatendea mabaya. Lakini yule ambaye ataijua nafasi yake na kukaa katika hiyo, ameshinda na zaidi ya kushinda. Hallelujah. Anasema watumwa wanatutawala. Kumbe usipokaa kwenye nafasi yako, utaanza kulalamika. Na watumwa wakitawala hawachagi kitu, wanataka kupata, wanachukua chote. Kwa kama ni mtu umeolewa, una ndoa yako, akiingia mtu mwingine ambaye amekwendea kwa mganga na we hutaki kuomba, umemwajiri mtu kwa biashara kwa mfano, anakwendea kwa waganga, anabeba biashara yako yote, na we unaangalia, unaanza kulalamika, unasema watumwa. Unajua kabisa ni mtumwa, lakini ametawala. Unasema watumwa wanatutawala na hakuna kutuokoa na mikono yao. Chukua nafasi yako, kaa kwenye nafasi yako, simama kwa zamu yako. Nitasema kama Habakuki, nitasimama juu ya mnara nione lile atakao niambia Bwana. Walioamua kusimama kwa nafasi zao ni wale wanaosema hii ni zamu yangu. Sijasikia mtu akisema hii ni zamu yangu. Huu ni muda wangu wa kuchukua nafasi yangu, wa kuchukua nafasi kazini, wa kuchukua nafasi kwenye huduma, wa kuchukua nafasi kwenye biashara, wa kuchukua nafasi kwenye ndoa, wa kuchukua nafasi kwenye familia. It's my time. Huu ni muda wangu. Hallelujah. Sasa usipoelewa nini Mungu anataka afanye au unatakiwa ufanye nini, ndipo unaanza kulalamika. Sio muda wa kulalamika. Kulalamika hakutasaidia. Ni muda wa kuchukua nafasi. Ni muda wa kuchukua hatua. Kanisa, ni muda wa kuchukua hatua. 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 Hallelujah. Anasema kwamba nimeona jambo. Yeremia huyo Yeremia amesema katika maombolezo, lakini mhubiri Suleimani anasema nimeona jambo. Nimeona watumwa wamepanda farasi, waliotakiwa kutembea kwa miguu wamepanda farasi. Msema shuka.
shuka mimi nikae. Shuka mimi nikae. Ewe mchawi kwenye biashara, shuka mimi nikae. Ewe mchawi kazini, shuka mimi nikae. Hicho kiti ni changu, hiyo nafasi ni yangu, hilo eneo ni langu, kwa jina la Yesu. Sasa unaanza kuona watumwa wamepanda farasi, lakini watawala wanatembea kwa miguu kama watumwa. Na watumwa, kwa sababu wao ni watumwa, watakulazimisha, watakufundisha kutembea kama wao, afu wao watembee kama wewe. Muda huo wa sisi kutembea kama watumwa umekwisha. Sema umekwisha. Sema umekwisha. Sema umekwisha, kwa jina la Yesu. Sasa kutake control. Take over. Take over control. Sawa? Chukua control. Immediately. Amen. Suddenly. Amen. Ghafla. Wanashangaa ghafla. Ametokea wapi? Ghafla. Misingi inatikisika ghafla. Malango yanafunguka ghafla. Imekuwa ghafla. Lakini kwetu sisi sio ghafla. Sisi tunajua jambo moja, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nilikwambia hapa juzi, kinachotawala dunia ni wa Efeso 6:12. Kinachotawala kwenye kila eneo la maisha ya mtu ni wa Efeso 6:12. Ukiwatandika wale hawa mwilini wanakuja kama uyoga, wanaanguka hivi. Tandika kule kwanza. Haleluya. Ndipo saa Elisha anasema issue sio wanaotupiga vita, aliye nyuma yao ni nani? Shetani na mamlaka zake. Sasa yule shetani ni wachache. Emsema walio nyuma yake ni wachache kuliko walio nyuma yetu. Sawa? Walio nyuma yetu ni wengi. Unanielewa vizuri? Walio nyuma yetu ni wengi. Songa mbele. Walio nyuma yetu ni wengi kuliko walio nyuma yao. Walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa adui. Kila adui anayepambana na wewe ataanguka, atasagika, atapondwa, atafyekwa, ataanguka. Msema anguka. Sema tena anguka. Haleluya. Sasa unatakiwa ujue, mtu anaweza kupoteza heshima yake, nafasi yake, asipojua yeye ni nani. Kitendo cha kutokujua wewe ni nani, sio wewe ni nani jina lako. Sijakuuliza jina lako unaitwa nani. Kuna wewe ni nani na jina lako nani, ni maswali mawili tofauti. Tunapozungumza wewe ni nani, tunazungumza kazi yako. Kazi yako, kusudi la kuzaliwa kwako. Kila kitu kimeumbwa kwa kusudi lake. Kila mtu yuko hapa kwa kusudi lake. Unavyoulizwa wewe ni nani, linauliza kusudi la kuzaliwa kwako. Unavyoulizwa jina lako nani, ndio unataja jina. Wewe ni nani, lazima ujue toka mbinguni nilikusudiwa nije nifanye nini. Kile kitu ambacho kilikusudiwa mbinguni uje ukifanye, ndicho kinachotakiwa kufanyika kwa jina la Yesu. Sasa usipojua, utaanza kwenda kama mtumwa. Ikiwa wewe ni mtawala, ikiwa wewe ni mmiliki, ikiwa wewe ni wakufanikiwa, unatakiwa ujue kabisa, mtu wa Mungu, Mungu amekuumba ili umiliki. Mungu amekuumba ili utawale. Nikitazama katika uumbaji, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 26, maandiko yananiambia, ndipo saa Bwana akaweka kikao, akasema kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu.